kile ambacho anakifanya. Jana alionyeshwa kadi nyekundu na ni kama muendelezo wake tu. Hichi ambacho anakifanya ni kweli ana sifa ya kwenda kucheza katika timu kubwa. Ni mchezaji mzuri lakini mwenye mentality za kitoto. Yani unajua hii sio mara ya kwanza kwa Jonathan Soa. Mechi ambayo anacheza Young Africans na Medeama hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, moja kati ya vitu ambavyo vilipelekea yeye kuweza kuonyeshwa kadi ya pili ya njano ambayo ilikwenda kuzaa kadi nyekundu kama ambavyo ilikuwa jana pale Zanzibar, ndio kitu kile kile. Alikwaruzana na mwamuzi, mara baada ya kukwaruzana na mwamuzi akaenda akacheza foul mbaya kwa mchezaji wa Young Africans ambayo ilipelekea kuonyeshwa kadi ya njano. Lakini sababu ya yeye kwenda kufanya hiyo raf ni mara baada ya kukorofishana na mwamuzi. Kwa unaweza kuona kama ni mchezaji ambaye amekuwa na hayo matukio ya kujirudia. Mara baada ya kufanya akiwa na Medeama, amefanya jana akiwa na Singida Black Stars kwenye msimu huu wa ligi kuu ambao kwenye eneo la namba ndiye mchezaji ambaye ana namba bora zaidi kuliko mchezaji mwingine yoyote yule. Kwa maana kwamba ukichukua idadi yake ya mabao na idadi ya michezo vinalingana. Kwa maana kwamba ni mchezaji ambaye pekee ambaye anahusika angalau bao moja kwa kila mchezo ambao amecheza. Mabao 13 kwenye michezo 13 sio namba mbaya. Lakini ameonyeshwa mpaka hivi sasa ameshaonyeshwa kadi 4 za njano. Kadi nyingi kuliko mlinzi wa Singida Black Stars ambaye waliingia naye kwenye dirisha dogo. Frank Asinki ambaye anacheza kwenye idara ya ulinzi ameonyeshwa kadi 3 za njano. Lakini yeye Jonathan Soa ambaye anacheza kwenye idara ya ushambuliaji tayari ameshaonyeshwa kadi 4 za njano kwenye michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara, na jana akaenda kupata kadi nyekundu kwenye mchezo wa kombe la shirikisho. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mchezaji ambaye kwenye quality sidhani kama kuna doubt ya kuweza kwenda kumzungumzia, lakini hivi vitu vidogo vidogo ndivyo ambavyo vinakwenda kupunguza sifa ya mchezaji kuonekana kuwa ni mchezaji bora. Leo hii ninapokwenda kuwataja kuwa miongoni mwa wachezaji bora zaidi wa muda wote duniani, unataja kina Lionel Messi na kina Cristiano Ronaldo. Licha ya ubora wao mkubwa, moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinawapa faida kubwa ni kwenye eneo la nidhamu yao ndani ya uwanja. Yes, wana kadi nyekundu, wao pia huwa wanapata kadi za njano, lakini kwenye mazingira ambayo wanahitaji kuweza kuvisaidia vilabu vyao, huwezi kaona wana react kwenye namna ile. Kwa hiyo kuna kadi ambazo mchezaji anapata anasema yes, pale alikuwa hakuna namna amestahili kuweza kupata ile kadi, lakini kutokana na pressure ambayo ilikuwepo hata mimi ningeweza kufanya vile kwa damu inachemka. Lakini kwa issue ya Jonathan Soa, una kadi ya njano, umepiga mpira ambao haujawa deflected na mchezaji yoyote, zenu unakwenda kudai kona, mwamuzi anakataa, unakwenda kudundisha mpira kwa hasira, ni vitu vya kitoto na ni kadi ambayo nadhani inaweza kwenda kumkosti kwenye baadhi ya watu ambao walikuwa wanamtazama kama huyu je ni mchezaji sahihi kuweza kusajili. Ndio hapo sasa Ali, nataka nisikie ukipewa nafasi ya kuwashauri Yanga ambao wamekuwa wakihusishwa mara nyingi sana na Jonathan Soa, unaweza kushauri kitu gani kutokana na mwenendo ambao yuko nao? Kwa Jonathan Soa ni kukaa naye chini kwanza. Jambo la kwanza, nakumbuka Luis Suarez alikuwa na matukio yake ya kung'ata wachezaji. Akiwa na klabu ya Liverpool, akiwa na klabu ya Ajax, alikuwa anafanya hayo matukio. Barcelona wakati wanakwenda kumsajili walimwekea vipengele. Bana, ukifanya 1 2 3 kutakuwa kuna adhabu 1 2 3 4. Kwa hiyo baadhi ya mikataba ambayo inaweza kumbana yeye mwenyewe Jonathan Soa. Ili kwa Young Africans ambao target yao ni kufanya vizuri kwenye ligi kuu soka Tanzania bara na kufanya vizuri pia kwenye michuano ya kimataifa, wana uwezo wa kumekea hivyo vipengele. Lakini jambo la kwanza ni kukaa naye kuweza kuona kwamba haya matukio ambayo yuko nayo ni yana muendelezo, kwa maana kwamba hii ni tabia ambayo haiwezi kubadilika, au ni vitu ambavyo mnaweza mkakaa naye chini na mnaweza mkambadilisha hivyo vitu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo mtu yuko navyo ni ngumu sana kuweza kuvibadilisha, na kuna baadhi ya vitu ambavyo mtu akihama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kutokana na ukubwa wa hiyo timu anaweza kubadilika. Kwa hiyo kwa Young Africans, kwa kuwa pia makocha huwa wanaacha comment juu ya mchezaji ambaye amefanya naye kazi, kwa Young Africans wanaweza kwenda kupata ushauri na ripoti ya mwalimu the way ambavyo anamchukulia mtu kama Jonathan Soa, kwamba huyu ni mchezaji ambaye hizi tabia zake za ndani ya uwanja na nje ya uwanja, je, zina uwezo wa kubadilika au haziwezi kubadilika? Kama ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kubadilika, ni mshambuliaji ambaye kila timu inatamani kuweza kuwa naye kutokana na ubora ambao yuko nao. Kwa hiyo Young Africans kabla ya kwenda kumsajili, issue ya kwanza ni kuweza kujua kwamba ni namna gani ambavyo wana uwezo wa kudhibiti matendo yake ya hovyo ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kama wataweza kufanikiwa hivyo, kwa nje ya uwanja hali ana tabia gani Jonathan? Vitu vyovyote vile vibaya, vitu vyovyote vile vibaya huwa ni influence ambayo inatoka nje ya uwanja. Yani kwa maana unadhani yule ana tabia mbaya nje ya uwanja kweli? Yani kwenye issue yoyote ile, mchezaji, vitu vyovyote vile ambavyo vinatokea nje vinavyotokea ndani ya pitch ni matukio ya nje ya uwanja. Inawezekana kwenye kuto kupata basic ya mpira, kwa maana kwamba
kama hujapata basic ya michezo, ndivyo ambavyo unaona kwamba kuna wachezaji wengi wa sela ambao wameingia kwenye football yetu wamekuwa wakifanya vitendo vya kiume. Lakini hali kwa mfano mtu kama Pogba. Yeah. Pogba ni mchezaji mzuri na ambaye akikuwa kiwanjani anakuofa vitu vingi sana. Yeah. Unadhani unashindwa kumshepo ukawa naye ukamtumia kwa ajili ya matokeo mazuri ya klabu yako? Kwa sababu yetu nyingine ni tabia ambazo anazaliwa nazo. Kwa Pogba sidhani kama ana tabia mbaya kwa kiwango hicho. Yaani ni mchezaji ambaye mimi nimemfananisha Pogba yule Balotelli Mario. Sasa umeona ishi ya Balotelli. Balotelli ni miongoni mwa wachezaji ambaye ana talent kubwa. Lakini ameshindwa kufika kwenye eneo ambalo watu wengi wanaamini kwamba anastahili kuweza kufika kwa sababu ya matukio yake ya ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Ndivyo vitu ambavyo vimepelekea yeye kuweza kufika pale. Amepita kwenye vilabu vingi vikubwa, lakini kila club ni kama ilikuwa haina imani naye. Alipata nafasi ya kufanya kucheza Manchester City chini ya Roberto Mancini, lakini licha ya Roberto Mancini kumuonyesha kila aina ya upendo, lakini bado alishindwana. Akaenda Liverpool kukaa kuna issue hizo. AC Milan, Inter Milan, amecheza vilabu vingi vikubwa, lakini bado tabia yake ndio ambayo ilikuwa kikwazo. Kwa kwangu mimi, kwa mtu kama Jonathan Soa, Young Africans wakimsajili, uwezo ukalaumu kutokana na performance yake, lakini je, matukio yake yakiwa ni ya kujirudia inaweza kawaje? Lakini pia kuna issue ya wachezaji wa kutoka Ghana ambao wamekuwa na changamoto za kinizamu, hususan wanapokuja kwenye ligi yetu. Kwamba wachezaji wengi wachezaji wa Kigana tumeona Bernard Morrison, tumeona yule goalkeeper ambaye alikuwa wa Azam, pia alikuwa Razak Abalola kama sikosei. Yes. Then Jonathan Soa anaanza hivi vitu. Kwa hiyo kumekuwa kuna hiyo trend. Inawezekana ni tabia hizo huko wanazo. Hivi Lamine Moro anatokea wapi? Lamine Moro. Yeah. Yule ambaye alimpiga teke. Yule Lamine Moro mbona kama alikuwa Ghana yule? Ngoja. Kitu kama Ghana. Tulia basi. Naye pia ishampiga teke. Mwenye kazi moto pale Tanga. Yeah. Sawa, bana, dakika zimebakia 4 tu kabla ya mimi kuja kukukumbusha namna gani ambavyo unaweza ni kuhusiana na beki wa kulia wa klabu ya Yanga Israel Patrick Mwenda, namna ambavyo amekuwa akionyesha kiwango bora katika siku za hivi karibuni. Ninafahamika kwamba nyota huyu aliondoka pale, aliachwa na klabu ya Simba kabla ya kutimkia kule Singida. Nataka nisikie kutoka kwako namna ambavyo unakiona kiwango chake, na ndo tuseme Simba walikosea kumwacha Israel Patrick Mwenda. Siku zote wanakuambia mchagua nazi siku zote upata koroma. Na huu unaweza kuwa ni msemo ambao unaweza kuweka kwenye sentensi ya mlinzi huyu wa kulia wa Young Africans. Unajua Israel Patrick Mwenda ni moja kati ya wachezaji ambao makuzi yake ya soka ameyapata katika sehemu ambazo mara nyingi sana wanajua jinsi gani ya kulea vipaji vya vijana. Hata alipofika KMC, kilichowasababisha Simba Sports Club waweze kumsajili ni kutokana na performance yake kubwa, lakini kuna muda ambayo tunashindwa kutambua jinsi gani ambavyo tunaweza tukawatunza wachezaji hao bora ili mradi waje kutusaidia baadaye. Israel Patrick Mwenda sasa hivi ukimuondoa Shomari Kapombe, nitaweza nikakwambia mtaja fullback wote ule kwenye hii raundi ya pili ambayo wamecheza wote kwenye michezo yote, ukimuondoa Shomari, nani ambaye anafikia hata robo ya kile ambacho ameenda kukuofa Israel Patrick Mwenda? Upande wa kuchambulia, Israel Patrick Mwenda yupo vizuri kwenye eneo la mbele, jinsi ambavyo anachagua maeneo ya kupiga cross na maeneo ya kupiga pasi, jinsi ambavyo anafanya zile overlapping. Kuna muda unamuona anafanya cutting inside, anaenda kujoin kwenye eneo la midfield kwenda kuongeza idadi ya watu kwenye eneo katikati mwa uwanja. Kuna muda ambao timu inashambuliwa, unamuona jinsi gani ambavyo anakuwa na ubora mkubwa sana kwenye kuzuia 1v1, anacheza kwa ubora mkubwa sana. Huyu ni modern fullback ambaye mtu wote anatamani kuwa naye, lakini sasa unakuja kushangaa ilikuwaje Simba Sports Club wakakubali kuachana na Israel Patrick Mwenda. Wakati huo tunakuja kuangalia Shomari Kapombe, umri wake upo mbioni kuelekea ukingoni, kwa sababu sasa hivi Shomari Kapombe sio mchezaji ambaye anaweza akakupa energy ile kwenye michezo yote mfululizo, lakini ni mchezaji ambaye unaweza siku ukiamua kufanya squad rotation ukamchezesha Israel Patrick Mwenda akaenda kuofa kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho watakuofa wa fullback ambao wanao sasa hivi. Kwa hiyo mimi nadhani Simba Sports Club hata wao pia wanaweza kwa wanajutia kwa nini tulimpoteza Israel Patrick Mwenda na tukaenda kusajili fullback mwingine kama Kevin Kijiri. Kevin Kijiri amekuwa akipata nafasi kwa kikosi cha Simba Sports Club, lakini kitu gani ambacho Kevin Kijiri anaenda kukiofa ndani ya kikosi hicho? Zaidi ya speed. Kuna muda anakimbia mpaka eneo la mwisho la uwanja, akifika eneo la mwisho ending product yake sio nzuri, hawezi kukuofa vitu vikubwa. Lakini muangalie jinsi gani ambavyo Israel Patrick Mwenda anawaonyesha kwamba hapa mlifanya makosa kuniondoa mimi, na mkaamini kwamba hao mnaowaweka wanaweza kuwa watu sahihi kuvaa viatu vya Shomari Kapombe. Hata mimi mwenyewe pia naamini hivyo kwamba moja kati ya mafullback ambao siku za usoni kama Shomari Kapombe ataamua kuretire kwenye national team, anaweza kaenda kuvaa viatu vyake kwa usahihi wa 100% ni Israel Patrick Mwenda kwenye kile ambacho
ameenda kukionyesha kwenye raundi hii ya pili akiwa na Young Africans. Watu wengi sana walikuwa wanaongea maneno mengi sana kabla ya mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Labda Israel Patrick Mwenda hawezi akaendana na kasi ya Elie Mpanzu. Jinsi ambavyo alicheza ule mchezo akawaacha watu wengi sana midomo wazi, lakini hiyo haitoshi. Angalia kwenye mchezo wa jana jinsi gani ambavyo anakupa kila kitu ambacho unakitamani ukipata kwenye mlinzi wa kisasa. Kwa hiyo mimi nadhani Israel Patrick Mwenda moja kati ya mafuruba kibora kabisa ambao Young Africans wamewapata kwenye kipindi cha karibuni, tena ni mzawa. Anaweza kawa huyu kwa sababu ameenda kwenye raundi ya pili na mwalimu Hamdi Miruri amefika pale na akamwamini, akajua kabisa huyu ni mchezaji mzuri ambaye anaweza kuniofa kitu kikubwa na hajawahi kumwangusha kwenye kile ambacho anaenda kukiofa ndani ya pitch. Ya, na Isra bwana tangia amejiunga na Young Africans ndiye mchezaji pekee ambaye hajapoteza mchezo wa aina yoyote ile. Kwa maana kwamba mchezo wake wa kwanza ulikuwa ni game dhidi ya wale Kopko. Yes, Kopko. Alishinda na baada ya hapo amecheza michezo zaidi ya 10. Wepesi bwana. No, yani nazungumza kwa mashindano yote. Kwa maana kwamba hapa kuna ligi kuu. Amecheza nakuelewa. Hajapoteza mchezo wa aina yoyote. Ndiye mchezaji pekee ambaye tangia amesajiliwa na Yanga hajapoteza mchezo yoyote kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo hali unataka kuniambia hii tabia ya vilabu vyetu hususan hivi viwili vya kuachaacha wachezaji kwa mantiki tu isio, yani kusipokuwa na utaratibu kuna wagharimu kwa wakati mwingine. Yani sio kusipokuwa na utaratibu. Unajua kwenye scenario ya Shomari na Isra ilikuwa ni scenario tofauti kidogo, kwa maana kwamba kulikuwa kuna tofauti baina ya hao wachezaji wawili. Kwa hiyo ilikuwa ni issue ya klabu ya Simba kuweza kuchagua nani aondoke nani abaki. Kama unakumbuka pia hata afisa habari wao kuna siku ashaipost alisema watu wataka tumwache Shomari Kapombe kwa sababu ya mchezaji fulani. Kama unakumbuka mara baada ya Shomari kuwa na performance bora sana kwenye miongoni mwa michezo ambayo alikuwa amecheza. Hii ni kauli ambayo alikuwa amezungumza afisa habari, kwa maana kwamba ni kana kwamba Simba walipata option, kwa maana kwamba wao wachague wabaki na mmoja. Kama watakubali kubaki na Isra, maana yake Shomari aondoke kwenye kikosi. Kama watataka wabaki na Shomari, maana yake Isra aondoke kwenye kikosi. Kulikuwa kuna watuhuma nyingi baina ya wao wenyewe kwamba Simba mchezaji hawezi kuwa juu ya klabu. Yes, kwa hiyo ndio issue ambayo ilikuwa. Sitaki mimi. Yaani kuna mtu alikanyaga misumari ya mwenzie. Sinigusi. Huko sinigusi. Wakati hali anaendelea sasa tunamtafuta mwakilishi hapa. Ndio, na mimi nataka ni muambie msikilizaji ambaye anatusikiliza namna gani ambavyo anaweza akacheza kwa mara ya mwisho